Kuna watu wengi sana ambao kwa katika wako pale wao pande ile Naivasha ambao hawajui kazi ya assembly ni nini. Ukiangalia kulingana na control of budget report, the MCS they spent millions of money both on foreigner trips and both local and foreigner trips. Kuliko spend a lot of money katika foreigner trips, ilhali there's nothing concrete that we can hold them accountable for. Ya kwamba mmespend around 30 million ama 100 and something million on foreigner trips, but if you ask them what is the value of that money, you cannot see it. Friendly wana represent zile mambo ambayo sisi tunataka, si mambo ambao wao wanataka. Wana represent what is coming from the ground. Kwa majina naitwa Laban Msundi. Mimi ni mkaji wa Nakuru hii. Mambo ambayo nahusika nayo sana sana ni mambo ya siasa, politics, good governance, accountability, social accountability, na kuhakikisha kwamba kila kitu inakuwa transparent. Leo nimekuwa katika assembly ya Nakuru kuhusu petition ambayo nilikuwa nimepeleka huko, kuhakikisha kwamba plenary zote za assembly, si zote, once in a while wana decentralize plenary za assembly. Na kitu ya kwanza ambayo nilikuwa nimeomba katika hiyo petition ni kwamba ukiangalia kule juu kwa Senate utakuta kwamba sitting zao wao wanapeleka katika kaunti zingine. Utakuta kwamba kuna siku nyingine walipeleka Turkana County, kuna siku nyingine wakapeleka, I think walipeleka kule Central, na juzi walipitisha motion kupeleka their sitting the open, zile inaitwanga plenary sitting, walipitisha motion ya kupeleka Busia. Now the purpose of devolution is to bring services to the mwananchi. Now kulingana na hiyo petition nilikuwa nimesema kwamba waweze kuiga mfano, ama tunasema kwa kizungu kwamba they must buy that idea, ama to borrow those best practices, kuhakikisha kwamba the same course ambayo ina happen pale kwa Senate wanaileta hapa Nakuru. Na katika hapa hivi jinsi ambavyo hii assembly ilipoanza ni kwamba activities zote zinafanyikanga hapa kwa assembly hapa hivi. Hatujai kuwa na sitting yoyote kule Naivasha, hatujai kuwa na sitting yoyote kule Bahati ama Subukia, ama wajai peleka Rongai ama kule Kirosoi South ama Molo ama North. So petition yangu ilikuwa kwamba wajaribu ku decentralize plenary activities za Nakuru County Assembly. Na katika njia hii ni kwamba kuna mambo matatu, the benefit of doing that. Kuna jambo la kwanza ni kwamba to promote public awareness regarding business of the assembly, as well as to inform the public of social opportunities in the assembly. Ni kwamba wanapofanya namna hivyo wana promote what you call public awareness. Kuna watu wengi sana ambao kwa katika wako pale wao pande ile Naivasha ambao hawajui kazi ya assembly ni nini. Lakini wakizunguka namna hivyo watu wengi watajua kazi ya assembly ni nini, na hiyo ni kwamba watakuwa wakifanya ile kitu ambacho tunaitwa civic education. Wakienda mahali kama Kuresoi, mahali ambapo watu wamezoea kuona MC wao mmoja tu, watu watajua kwamba kazi ya assembly inakuanga nini, na watajionea jinsi ambavyo assembly inapofanya. Jambo la pili ambapo nilikuwa ambayo the benefit ya kufanya hiyo ya kuleta assembly mashinani ni kuhakikisha kwamba to enhance civic education of the constitutional role of the assembly, as well as educate the public on how to engage assembly in emerging issues. Kiangalia katika Nakuru hii utakuta kwamba watu wengi sana hawajui kuandika petition kwa assembly, na utakuta kwamba kuna jambo ambalo linafinya community ama linafinya watu hawajui wataenda wapi. Lakini wakizunguka namna hivyo watu watajua kumbe kama kuna jambo ambalo linaumiza umma, tunaweza file petition kwa assembly na assembly ishughulike na kuhakikisha kwamba lile tatizo ambalo linasumbua umma limesuluhishwa. Jambo lingine ambalo ni the benefit ya kuleta assemblies mashinani
is to inform the public on socio-economic opportunities in the assembly to the effect of employment tenders in view of accessing 30% tenders. Hili ndio jambo la maana. Ukiangalia pale kwa assembly kuna those social opportunities. Employment zinafanyika pale assembly. How do people apply those employments? Utakuta kwamba zile employment zinaendea watu wachache, those people who know. Lakini ukweli kwamba kama kuna opportunities ziko katika kule assembly, watatangazia umma na watu watajua kwamba kuna opportunity na waweze kuapply. Kitu kingine ni kwamba kuna hizi mambo na tenders. Na ukiangalia assembly yezi operate bila tenders. Kuna wale 30% ambazo zinastahili kwenda kwa youth, PWD na and women. Those are some of the opportunities the young people can capitalize on it. Watu waende waulize ya kwamba these opportunities hizo tenders zinapatiwanga na nani. Kama kuna vijana, kama kuna BWD, waweze kuapply those tenders. At least ukikuta mtu mmoja ama vikundi kadhaa watu kutoka Naivasha wameapply tenders na wamepata na wana supply 1 2 3. Hiyo ita encourage morali ya watu kujua kwamba there is what you call we have an assembly in Nakuru County. Lakini wakijifungia hapa tu kila kitu inafanywa hapa headquarters yao, hakuna mtu atajua what is happening hapa hivi kwa assembly. Jambo la 4 ni kwamba this will enhance the mission of a assembly of transforming lives of the people of Nakuru County by promoting sustainable development and good governance through legislation oversight, representation, as well as the assembly motto of embracing diversity as displayed on the wall of the assembly reception. Ukienda pale kwa assembly reception kuna ile motto, and that is something, this is hii petition yangu inakuja kupromote such a kind of development, ya kwamba wanapozunguka kule wana promote ile kitu tunaitwa inclusivity, diversiveness, na watu watajua exactly this is what is happening katika assembly yetu. Ile kitu ambayo ninajua ni kwamba our MMC embrace this idea, which I believe they are going to embrace it, na kulingana na reception yao wameniambia kwamba it is a good idea, wata embrace ni kwamba even the struggle in terms of their re-election, it won't be a struggle. Lakini wakijifungia hapa kila kitu wanafanyia hapa, watu hawajui legislation inafanywa aje, watu hawajui jinsi ya kupresent petition, watu hawajui mtu akiwa na jambo atapeleka wapi. Ni kile kitu ambacho ina create that wall of separation between MCA and the electorate, ambalo hilo jambo ambalo si mzuri. Ile jambo ambalo ninajua kwamba the most challenging issue ni kwamba it is the issue of the budget, and I know it is something that will emerge, but I don't think the issue of the budget itakuwa a big issue kama utakuwa na what we call the political will. Ukiangalia kulingana na control of budget report, the MCS, they spent millions of money both on foreigner trips and both local and foreigner trips. Wakijaribu they can take money out of it, wanaweza cut these foreigner trips ama these local trips ambazo wana move around. Hiyo pesa wa divert hiyo pesa kuelekea katika pande hiyo, kuleta such a kind of plenary wa decentralized to some other sub-counties. Now, that is something that they can do in terms, that's where money can come. Kuliko spend a lot of money katika foreigner trips, ilhali there's nothing concrete that we can hold them accountable for. Ya kwamba mmespend around 30 million ama 100 and something million on foreigner trips, but if you ask them what is the value of that money, you cannot see it. So this is something that will make sure kwamba the value of money inakuwa realized. At the same case, kuna win-win situation whereby the public wins, the assembly wins, and everything will be much more correct. Na ukweli ni kwamba jinsi ambavyo nimezungumza na tukazungumza pembeni, ni kwamba wameniambia kwamba they will seek
several opinions from different stakeholders, and even they are writing communication to the Senate to see how they can borrow such a kind of lessons kutoka kwa Senate ili waweze kuimplement katika mji wa Nakuru, ili tuweze kuhakikisha kwamba the MCAs ambazo wanastahili ku-oversight the executive, ambao wanastahili kutengeneza sheria, wanatengeneza zile sheria ambazo ni friendly, wana-represent zile mambo ambayo sisi tunataka, si mambo ambao wao wanataka, wana-represent what is coming from the ground ili waweze kufanya ile kazi ambayo wanayostahili kufanya vizuri. And I believe ya kwamba hii petition yangu ya assembly mashinani, it will achieve its objective and is something that will do a lot in terms of enhancing good governance in this Nakuru County, in terms of inclusivity, transparency and accountability. Yeah, Sandeni.